Umeanza kuharibika Mariam. Nikague kuna sehemu baba ya moyo kwa sababu nimeharibika. Mkewe yule anamtara. Tena zingine mbona kwa zake mtano kakano samkojo yake. Au wenzetu sasa hivi tuna share. Kuna bwana wako hivi. Mimi share na wewe. Tuna share wote pamoja. Kinaona hivi nimependeza sana hata na roho kwako. Mshenzi lakini mambo yake ya kijinga. Alianza kwa heshima, tukampa na jukwaa, kwenye mimbari anasimama, mistari anaitwa, kumbe akili zake mbovu, tamaa zimeshamjaa. Akiona mwanamke macho anamtoka kama taa. Hachagui nani huyu, hachagui kila rika, kuanzia kwa bibi kizee hadi binti anayepasika. Sasa hivi ndo nini sasa jamani? Hiyo mikato mizuri eti mwanangu. Kona wewe na kitu chako na changu mimi sawa tukinywa pamoja. Haki kisasa mwanangu ndo anakata kama hivyo, hapo ndo unajulikana Mariam, kila mtu Mariam, kila mtu anakujua. Hapo kichwa chako chenyewe kimekaa bomondo unaneka mimi mtoto watu jamani, kichwa chenyewe sina. Wewe mtoto wa Sheikh mshenzi, mtoto ambayo unajisikia saa watu wanajua mtu mkubwa kama mimi, Sheikh mshenzi. Kama kumbe unajijua sifa yako kama wewe mshenzi. Mtaa mzima kwa sikia Sheikh mshenzi kumbe sifa nyingine kumbe ajisifia mwenyewe. Unaona vizuri hivyo? Mwanangu kujisamehe, mimi baba yako ni stiri. Toka hapa na wewe uchaniharibia. Mwenyewe niko pale kigogoko, nywele huo unapita pita. Kigogoko nywele. Sasa hivi geuzani nikiona kukomwe, nikiona kupaya, sielewi. Yaani mbona basi unaniharibia wewe? Alafu namwambia yule pale nini wake? Nyepaya. Na yule mdamu wake uliojazia na zege so zege, mwanaume anaongea vile. Nyepaya na kama unamruhusu vile vile. Nye. Ayo umeona nilivyonyolewa. Michongo umekuwa ovyo ovyo. Nikapotaka nyoe huko ungekata na kuongeza ingekuwa kama kati kama yule pale mdada sana niko na ile picha alivyoweka mimi kidogo chake kakitia super black mwenye mashallah mtoto huko kaika sui jeli sui nini kapendeza. Aya mimi nimenyolewa bana nakwambia nikijanga hivi kuna komwe na mimi toka zamani uso wangu ulikuwa mfupi. Mungu wangu kiwa sasa nakiangalia hivi kweli. Maana mmefurahi mtoto handsome boy na baba handsome boy. Hivi mtani wote nikipita sio Mariam tena kipala mtu anakosa kukuchamba jambo lolote mama kwa kumwambia nywele kama mwindi sasa hivi anasubia pala ka dongo au pala kama mtungi wa gesi ndio unavyopenda. Hello Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samani nilikuwa nahitaji kuuliza. Je, mume wangu lakini usinifikirie vibaya. Mume wangu msikitini yupo? Hayupo? Unataka kuniambia hujaonana naye una mwezi? Nikose tena maneno na mpaka mtunge gesi paka kifuu pala sio kama nini nitafanya na kila kitu cha duniani. Jamani, ni wewe mzee umeniharibia wewe. Mzee snitch sana. Mzee snitch sana. Kwanza nisisahau. Ile buku yako ya kunipunguza nywele mimi kichwani kwangu umeanzidisha mikosi. Usione ndo katika 10,000 ndo baki 9,000. Sahau. Mwanangu wewe sio maneno mengi. Hebu tuanze tu nyumbani. Sasa unatembeaje hivyo? Ndio unaendaje hivyo na mimi? Na hivi kitumbo kana na kujifungua wewe. Yaani mtu kama vile una miezi 9 kweli jamani. Ndio unatembeaje hivyo? Ukijua mtoto wa brandi. Babangu na wewe unavotamba mtaani, inabidi utembee na watoto wenye brandi kubwa. Sasa kama unaweza kutembea hivi kwa sababu unaniibisha jamani babangu. Kweli hivi. Mariam mimi babangu atembea kitumbo kana na kibuyu. Nisikiza nikuoneshe mitindo ya kutembea. Ndio Mungu kanipa mtoto. Mambo mengine baadaye. Kama yeye nashukuru kupata baba mniju kama wewe. Wote tumefanana akili zetu. Niangalie ninavyotembea. Twende mwanangu. Mbona mguu wangu ninavyokunja mwanangu? Umeuona? Umeona mwanangu? Haya, twende. Baba usiende hivyo, ndio rudi nyuma kidogo nikuelekeze vizuri. Maana hapa sikala mpaka tufike nyumbani. Ugali nyuma umeisha. Rudi nyuma tu kuelekeza vizuri. Sasa ndio nini ndio? Niangalie mimi. Hii mara mwisho na mara ya kwanza. Eti mpaka nimekosea. Hii mara ya kwanza na mara
la mwisho. Umeelewa? Ndio tunaenda baba. Haya, ndio tunaenda sasa, ndio nyamaza ndio kuelekeze. Umeona mwanangu unapokata msamba? Haya, tuongoze nyumbani. Baragashia kichwani, kanzu safi mwilini, waumini misikitini walijua na imani. Kumbe mwezi mzima hajafika msikitini. Astaghfirullah lazima. Jamani. Basi sawa shewa, sawa. Aya, sawa. Mshenzi, lakini mambo yake ya kijinga. Alianza kwa heshima, tukampa na jukwaa Mimi sina mudi ya kukukimbiza ujue. One day Yesu utaingia mikono hii na kupoteza. Ila leo sina mudi na wewe. Uzi wewe. Mshenzi, lakini mambo yake ya kijinga. Ndo nini bwana? Mwanangu le Israeli. Mwanangu sijui anajua Israeli. Kwa hiyo alinifumania yule mwanangu. Nanga kupiga kwa kitambi ili leo singolo kurudi na iko kitambi kama mamjamzito na miguu yako kaa tembe. Ili wewe. Mimi nilipochoka na mimi miguu nikifikiria. Baba mbona pesa unafuta matatizo? Nilikuwa namsomesha yule. Nikakuwa namfundisha. Uko kwa mchezo gani? Mkewe yule anamtara. Tara zengi, mbona kwa zake mtanuka kana samkoji yake. Anamtara tu kanini anamtaka kichwa chake tujue hata kimoja. Masikio yake anamsimama kwa paa, anamtara. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Chautamu. Chautamu. Wewe yani unamkosea sana Mungu sana wewe. Unamkosea sana Mungu. Baba, kuna muda mwingine inabidi upunguze. Hivi hadi wakiza tujue unaharibia ndoa zao kisa wewe. Unalijua hilo? Mwanangu. Pale sijui mume wake tena. Tulia, hamna kuongea. Pale sijui pale mume wake atasiwe tena kumueleza nini. Jamani. Mwanangu siku hizi ujue ile alifu bayana kugaiana. Bayana, umgaia nini mwanzio pala katumena kumalizia mwanzo ndoa yake. Alifu bayana. Mwana ndevu zake zomwendea upande. Kau chochoro. Mwanangu shia msikiti kaburi na liona lile. Mariamu, mtoto wa mshenzi, tabia zimejipa nafasi. Kazi yako ni moja, ukora wameza watu kwa kasi. Kila nyumba unaliza. Hata simu kuandikia. Mariamu, mtoto wa mshenzi, tabia zimejipa nafasi. Kazi yako ni moja, ukora wameza watu kwa kasi. Kila nyumba unaliza. Asalamu alaykum mke wangu. Mke wangu kuna nini? Mbona uniitikie? Kusha kucha. Mbona machozi dibudibu kati kwa kwenye bahari. Haya, umeyatafuta ndo haya matokeo yake. Unaona? Mamangu analia kisa wewe. Sasa sijui kitu gani umekifanya mpaka analia. Mbona ukomi wewe? Ndio maana kile siku nakwambia wewe utakuwa kila siku wa kumtoa wenzio machozi. Mbona ubadiliki jamani? Badilika. Baba kila siku nakwambia, yaani unapata dhambi kwa Mungu. Ndio babangu siku moja ukisema hivi, ile siku nipunguze. Punguza babangu malaya. Kalisi tabia mbaya kutoka wapi? Kwa sababu kwenye ukoo wetu sisi hakuna. Kumbe Kalisi tabia mbaya kutoka kwako.
Kwani mke wangu kuna nini mimi hata sijui? Hivi mume wangu, tangu lini tumeanza kutumia kinga? Alafu wewe ukimaliza uje ndani uje kunipa hela yangu. Sio kwamba ndio ile swali letu la hela nimelisahau. Mazenu ugomvi wenu sio kwa na faida yoyote, mtajijua wenyewe. Mimi ninachojali hizi. Uje ndani unipe hela yangu. Mariamu, mtoto wa mshenzi. Bibi na wewe tangu lini tumeanza kutumia kinga? Kinga ipi? Kweli wanandoa wanatumia kinga? Kwenye kanzu yako nimekuta salama. Imefikaje kwenye kanzu yako? Vijana tumenitilia. Unauliza kinga ipi? Kwenye kanzu yako hamna salama. Imefuata nini kwenye kanzu yako? Hivi kweli ni mama mwenye akili? Shehe mzima. Hivi kweli si watu watakuita shehe mshenzi? Hivi kweli unafanya vitu vingi? Ndugu, kwani akili unanifanyia hivyo? Umwogopi hata Mwenyezi Mungu, lakini kwa nini? Mimi nimekukosea nini? Nakwambia mke wangu mimi simjui hasa alioniwekea madudu. Wananisingizia tu mimi. Umjui nilijua lazima utajitetea hivi. Nilijua katika akili yangu. Sawa. Na vipi kuhusu msikitini? Mwezi mzima hujaonekana msikitini. Nimempigia imamu mwezio, haja kuona mwezi mzima. Msikitini mimi huko ndo wa kwanza kuwa hisafu na swalisha mke wangu. Nyamaza, wangu wa kwanza kuwa hapa wakati nimempigia imamu mwezio, lakini amesema hujaenda msikitini na mwezi mzima. Ulikuwa wapi? Sasa ni kusurura tu na wanawake njeni, lakini kwa nini wewe unakuwa hivyo? Mshenzi, lakini mambo yake. Mke wangu, naomba unisamehe mke wangu. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kakosea kwa Mungu wake, kasamehewa. Unashindwa kunisamehe mimi mke wangu? Please nakuomba mke wangu nisamehe. Mimi sio kuniomba msamaha. Muombe msamaha Mungu wako ili upate thawabu zake. Unaniomba msamaha mimi? Umenikosea mimi? Cheki ulivyonizalilisha basi jeupe. Umeizalilisha kanzu yangu. Tena shehe umevaa kibagalashia kabisa, unatembea mtaani kweli. Una wanawake. Kumbe uende msikitini unaenda kwa wanawake. Mimi nimekukosea nini? Nimekukosea nini mimi? Mke wangu, hata kina Saidina Omar wameua watu wengi. Wamesamehewa, unashindwa kunisamehe mimi mke wangu. Sawa. Hata Mwenyezi Mungu amesema samehe 7 mara 70. Lakini mimi nakusamehe ile kosa lako la kwanza. Mke wangu, wallahi lazima umesirejee tena. Na endapo ile jambo litajirudia, iweke akilini mwako, nitakuwa nimeshindwa mia. Mke wangu, halijirudi tena. Halijirudi tena, wallahi halijirudi tena mke wangu. Haya mke wangu, mimi naenda kupumzika. Maragashia kichwani, kanzu safi mwilini, waumini misikitini walijua na imani. Kumbe mbwa mwitu huyo amejificha kondoo. Mshenzi, lakini